sawa, kama ambavyo tumesikia yote, lakini mchezo ulikuwa namna gani? Kwa maana ya tumeshuhudia jinsi ambavyo walikuwa anaenda na magoli yalikuwa ni adimu kweli kweli kupatikana. Hans, namna gani ambavyo JKT walikuwa wameingia uwanjani, lakini pia Simba na wao walikuwa wanacheza katika mtindo upi? Ni mechi ambayo ilikuwa na idadi ndogo ya magoli, lakini zilikuwepo chance nyingi. Yani kama kungekuwa kuna ufanisi, tunazungumza ile game Simba wangeweza kushinda hata magoli 4, 5 easily. Yani first half Mutale alicreate nafasi 4 ambazo zingeweza kuzalisha magoli, lakini kwa bahati mbaya hakukuwa na ufanisi mbele ya goli. Na hata JKT wao pia walikuwa na some chances ambazo kama wangekuwa na utulivu kwenye boxi wangeweza kuzigeuza na kuwa magoli, lakini haikuweza kutokea. Kwa hiyo shida kubwa sana ilikuwa ni hali ya ubutu kwenye eneo la mwisho kwa timu zote mbili. Yani muda mwingi sana kulikuwa kuna huo ubutu. Na I'm so sorry kwa Simba. Utamani sasa hivi kuvaa viatu vya Fadru. Anashinda games lakini ana idadi kubwa ya wachezaji ambao wamechoka. Yani ukiwatazama wachezaji wengi sana wametumika kwa muda mrefu. Mechi zimekuwa ni back to back na wanacheza kila baada ya siku 2. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kurecover. Fadru anapenda kucheza na intensity hali ya juu. Anapenda timu yake ipress, anapenda timu yake iupasi mpira kwa haraka kwenda kwenye zoni ya timu pinzani. Kama unacheza aina hiyo ya football, unahitaji kuwa na wachezaji ambao wako fit 100%. Ndio kitu ambacho ulikuwa unaona wana struggle. First half unaangalia kikosi cha Simba, unamuona Valentini Nouma na Mutale ndio wachezaji ambao wako high kwa muda mrefu. Na ni kwa sababu ni wachezaji ambao wako na fresh legs, wamekuwa watumiki mara kwa mara. Lakini ukimwangalia Kapombe unaona anapambana, lakini kuna limitation, yani amechoka. Ukimwangalia Jean Charles Ahoua, Kip Dennis, unaona kabisa wako mchezoni lakini wamechoka kweli kweli. Kwa hiyo Fadlu anapambana kutumia rasilimali alizokuwa nazo ili kupata alama 3, na wana Simba wanatakiwa kuziheshimu sana hizi alama 3 ambazo wanazipata katika kipindi hichi. Mara nyingi sana Simba tumezoea kucheza na asymmetrical 4-2-3-1. Nikisema asymmetrical 4-2-3-1, mara nyingi sana wakiwa wanatoka nyuma huwa wanajaribu mstari wa kwanza kubaki na mabeki watatu. Fullback mmoja inabidi abaki and then fullback mwingine aende mbele zaidi, na hususan ni fullback wa kushoto. Kisha mpira ukishavuka kwenye phase ya kwanza ukaja phase ya pili ambayo ni progression, na fullback mwingine naye ana join mashambulizi mbele zaidi kwa ajili ya kukumbatia ule tunasema upana wa uwanja. Lakini jana ilikuwa ni tofauti. Wakati Simba wanatoka nyuma, mwalimu alikuwa anamtaka Valentini Nouma kusogea mbele zaidi kwenye mid third, lakini pia ukimtazama Kapombe naye mwalimu alikuwa anamtaka kusogea mbele zaidi kwenye mid third. Kwa hiyo nyuma walikuwa wanabaki ma center back wawili. Mmoja ni makeshift center back Kagoma, ambaye tunajua naturally ni DM, defensive midfielder, lakini kwa sababu mwalimu hakuwa na hao ma center back wa kutosha ambao wako fit, ilibidi Kagoma acheze kwenye hili eneo. Na yeye alikuwa anatumika kama left sided center back, and then Hamza anatumika kama right sided center back. Jana nimeshangaa kwa sababu nilitarajia muda mwingi sana JKT wangekuwa nyuma ya mpira, lakini mwalimu wao ni mwalimu mkorofi mjanja ambaye anajua vizuri modern football. Anahitaji kuapply vitu vingi sana. Ahmad Ali. Jana alihitaji kuwapress Simba kuanzia juu. Simba wakiwa wanaanzia nyuma, JKT tunaona wana press kwenye 4-4-2, na mbaya zaidi walikuwa wanafanya high defensive line. Yani mstari wao wa Bausi, Katanga, lakini ukiwatazama mafullback wawili walikuwa wanasogea mbele zaidi. Ni kwa sababu gani? 4-4-2 yao ilikuwa ni kwamba Nasolo Machezo anaanzisha pressing na Mudi. Yani wanakwenda kuwawekea kivuli ma center back wawili wa Simba ambao wanakuwa wamebaki, kwa maana Kagoma na Hamza. Kwa hiyo inakuwa ni 2v2. Kisha mawinga wawili kwa maana ya Kichuya na Maguru wanakwenda kuwa pin back au mafullback wa Simba, Valentini Nouma na Kapombe, wanawafanyia tight marking hapa. And then viungo wawili wa chini waliobaki, Msengi na mwenzake, wanakwenda kuwa maki Ngoma na Dibra Fernandez. Kwa hiyo ulikuwa unaona kabisa plani iko hivi kwamba kila mtu atatembea na wakwake. Kuna kitu ambacho walishindwa kukijua. Simba walikuwa na Budo Mutale ambaye muda mwingi sana alikuwa na operate katikati ya uwanja, kuanzia kwenye zoni ya 8 kuja kwenye zoni ya 11 mpaka zoni ya 14. Muda mwingi mwalimu alimtaka Kip Dennis na
Aua kuwa pembeni, and then Mutale ndo alikuwa kwenye zoni ya 14 kama namba 10. Kwa hiyo Simba walichokuwa wanahitaji ni kuibite hii pressing ya JKT ambayo walikuwa wanaifanya. Walikuwa wanaanzia kuibite au kuitafuna hii pressing kupitia golikipa. Wakati JKT wanaweka shape ya watu wawili ambao wana cover eneo kama center back wawili, walisahau kwamba Simba wako na golikipa ambaye ana footwork nzuri sana, Kamara. Kwa hiyo Simba walikuwa wanaanzia kupasi mpira nyuma akiwa wametengeneza triangle. Kamara na center back wawili tayari wanatengeneza shape ya pembe tatu kwa maana triangle. Kwa hiyo wana uwezo wa kupasi mpira na kuwatoka hawa watu wawili. And then Kamara anapata mwanya wa kupiga penetration kwa Mutale ambaye alikuwa na drop kwenye zoni ya 8, zoni ya 11 na kupokea mpira kwenye haya maeneo. Kwa hiyo Mutale akipokea mpira kwenye haya maeneo, Kibu Denis na Hau ambao muda mwingi walikuwa pembeni, walikuwa wanafanya movement kwenye half space kwa sababu defense ya JKT ilikuwa iko high, iko mbele zaidi. Kwa hiyo unakuta Kibu anaenda kuombea mipira pembeni kwenye half space, lakini pia Hau anakwenda kuombea mipira kwenye half space ya kulia. Kwa hiyo Mutale akipiga penetration, Hau anaweza kuja kukutana na mipira kwenye haya maeneo. Kwa mfano ukitazama kuna chance moja ambayo ilikuwa created. Mutale amecreate nafasi kwa Kibu akakosa. Amecreate nafasi nyingine kwa Kibu akakosa. Amecreate nafasi mbili kwa Mkwala first half kama unakumbuka. Moja ndo ile ambayo Mkwala alipasi mpira kwenye box, Ngoma akafanya movement akafunga, nyingine waliipoteza. Ni kwa sababu Mkwala alikuwa na huo uhuru mkubwa sana na role ya ku create. Kwa hiyo ni namna ambavyo Simba walikuwa wanaibite hii pressing ya JKT. Na ndio maana nakuambia kama JKT wangekutana na Simba ambayo iko fit, wachezaji wako fit, wana utimamu na wana uwezo wa kuconvert zile nafasi, zingeweza kufika goli 4 au 5. Kabisa, asante sana kwa ufafanuzi mzuri. Bado tupo na wewe na wakati unamzungumzia Joshua Mutale, nilikuwa nakumbuka zaidi kadiri siku zinavyozidi kwenda, Kamanda Geoffrey alikuwa ni moja kati ya wachambuzi ambao walikuwa wanamtetea sana Joshua Mutale, na kwenye hilo lilikuwa kidogo tunashindwa kufika maelewano, lakini hatimaye jana Joshua Mutale naona ameimbwa kweli kweli. Nini kimebadilika kwa Joshua Mutale, Kamanda Geoffrey? Kwa nini alikuwa hafanyi hivi na sasa anafanya hivi ambacho amekionyesha siku ya jana? Karibu. Unajua Mutale ni mchezaji ambaye unajua kwenye football kuna wachezaji ambao anaweza kucheza kwenye mazingira yoyote, na kuna wachezaji ambao anahitaji mazingira fulani ili aweze kuexcel. Ndio nadhani tumeona mtu kwa mfano Lionel Messi, sawa, alipokwenda Ufaransa kule PSG alikuwa na impact, lakini haikuwa ni impact kubwa kama ile ambayo aliwahi kuwa nayo akiwa Barcelona. Sahi. And uwezi nadhani unaweza ukasema hivyo pia kwenye issue ya hata national team, kwamba Messi akiwa kwenye national team mazingira yake ni tofauti na yale tuliyoona PSG, ambako yeye alikuwa ni mchezaji mzuri fine, lakini hakuwa key player. Nadhani Hans, unamuona mchezaji kama Cole Palmer. Cole Palmer ni mchezaji muhimu pale Chelsea, na umuhimu wake ama influence yake sio kubwa namna hiyo kwenye national team, lakini kila ambapo amepewa nafasi kwenye national team huwa ana perform. Sasa Mutale ni mchezaji ambaye ana changamoto kubwa mbili. Ni mchezaji ambaye kwanza, ili upate kilicho bora kwake, lazima awe na imani kwamba bwana, hii timu imejengwa kunizunguka mimi. Na wakati mwingine hii ni changamoto ambayo wachezaji wanaipata, kwa maana kwamba huko ulikotoka, uliposajiliwa, ulikuwa ni mtu ambaye kila mtu anakutazama wewe. Mipira yote unaipata wewe ndio cheat code ya timu. Amefika Simba pale, changamoto ya kwanza aliyokutana nayo ni kwamba kuna wachezaji wengine ambao ni key players nje yake yeye. Kwa hiyo ile imemnyima nafasi ya kuonyesha kile ambacho anaweza kufanya. Lakini jambo la pili ambalo linamsumbua Mutale, hii kuwa key player akiwa huko alikotoka, ni Red Arrows au ni Lusaka Dynamos? Power Dynamos. Ina maana kwamba yeye alikuwa ni out of system player. Yani unapokuwa key player wewe, mfumo umekuzunguka wewe, sio kwamba wewe uingie kwenye mfumo. Sasa pale Simba
kwa sababu yeye ni mchezaji kama wachezaji wengine tu, analazimika kufuata maelekezo ya kocha kwa kila ambacho anatakiwa kufanya. Na hiyo imekuwa ni changamoto. Yaani wakati mwingine kwa mtu ambaye amecheza football anaweza kaielewa hiyo situation. Kwamba yani wewe ndio mtu ambaye kila mtu anakuangalia wewe. Kwa bwana mipira yote unacheza wewe. Kwa hiyo unacheza nje ya mfumo. Na ukiwa mtu ambaye huna nafasi, maana yake inabidi ucheze ndani ya mfumo. Kwa hiyo kwenye mechi kama jana, nadhani watu wameweza kumuona, wamepata picha halisi ya yule Mutale ambaye anaweza, ambaye Simba walimuona na wakavutiwa naye kutaka kumsajili. Kwanza alikuwa anahusika kwenye matukio yote ya kwenye eneo la ushambuliaji. Nadhani kwa sababu ya kukosekana kwa mtu kama Mpanzu, hiyo yeye ikampa ile nafasi ya kujidai kama kwa kutumia kipaji chake kama ambavyo anahitaji. Kwa sasa kwa bahati mbaya analazimika kuadapt kucheza nje ya ile preference yake kama mchezaji kama ambavyo amezoea, and that is a challenge ambayo ukija kucheza kwenye timu kubwa kama hizi Simba na Yanga lazima utakutana naye. Au kuna kitu anakitafuta ili Ipanga lisimpitie mwishoni mwa msimu. Manake pasina shaka ni vitu ambavyo vinazungumzwa sana kwamba mwishoni mwa msimu Panga lazima limpitie Mutale. I think nadhani kwa sababu ya limitation ya wachezaji wa kigeni, nadhani kuna uwezekano mdogo sana yeye kulikwepa Panga. Au wamvumilie. Of course, au wampe nafasi tena. Mimi bado nashauri wamvumilie na wamtengenezee mazingira sahihi ya yeye kufanikiwa kwa hiki nilichokisema. Sasa kwa bahati mbaya timu kubwa huwa hazioperate namna hiyo. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo anayo, kwa maana kwamba anahitaji mazingira fulani special yaandaliwe kwa ajili yake ili aweze kuonyesha kile ambacho anaweza kuonyesha. He's a good player, very talented, lakini ndio hivyo, haijakuwa bahati. Mimi nadhani hata yeye mwenyewe Mutale atakuwa akili yake aishaipeleka sehemu nyingine. Atakuwa ni mtu wa mwisho kuamini kama Mutale atabaki Simba. Atakuwa ni mtu wa mwisho kabisa. Mutale, maisha Simba yamemshinda nje ya uwanja, sio ndani ya uwanja. Mchezaji mzuri. Na Jefu kabla kuendelea, mimi napenda ukizungumza neno tuliweke sawa sawa. Nje uwanja unamaanisha nini na ndani ya uwanja unamaanisha nini? Maana yake inawezekana Mutale tunamuona Kinondoni huko anacheza disco au unamaanisha hivi? Au kaonekana Magomeni. Of course anakula bata sana Mutale. Naam. Ligi yetu ina mambo mengi sana. Kama unakumbuka mechi ya Simba na Mashujaa, au unaja misumari labda. Kama unakumbuka mechi ya Simba na Mashujaa, mechi iliyopigwa like Tanganyika kule, Kigoma. Mkwala anafunga goli dakika za lala salama. Baada ile mechi Mutale alipata injury ambayo haieleweki. Vipimo vinafanyika, injury haieleweki. Of course lazima tuwe najua maana kamanda anasema nimesemaje. najua nafahamu. Zambia hamna wataalamu kule. Maana yake hapa kwenye studio kwetu hapa kuna baadhi ya wachambuzi, watangazaji mnawasiliana na wachezaji, hususan ya Sherafu anawasiliana na Shamu Karabu, Hansi na Mutale. Yawezekana Mutale amekuletea hayo malalamiko. Nadhani taarifa kama hiyo imetoka kwenye chanzo chenyewe. Sasa inabidi yakae sawa sawa, mwisho wa siku uwanjani mambo nikwambie kitu po. Mchezaji kama hayuko fit, mwili wake, kwa sababu injury iliyokuwa inamsumbua zaidi. Kwa nini hawa wachezaji wa kigeni wanapenda sana hiyo hoja kuizungumzia? Ikiwa wakati navyo wanakutana navyo, nani ana uthibitisho? Kai lisemalo lipo. Kwa sababu msichukulie tu hoja zao na kuwapa haki hiyo. Wanafeli wao uwanjani. Lisemalo lipo. Kwa mfano mimi na story ya Mutale, Kamanda na story ya Jobe. Crown Media. Hapa ni nyumbani.